Bana leo tarehe 22 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 ndo siku ya mwisho ya NBC Premier League kwa timu 16 huku Simba na Yanga wao wakimaliza kiporo chao siku ya Jumatano, yani tarehe 25. Sasa leo mechi zote 16 zitachezwa, yani viwanja 8 vitakuwa vinawaka moto kwa mechi 16 au kwa timu 16 zote kuwa uwanjani. Huku Mashujaa wao leo watacheza na JKT Tanzania, wakati Mashujaa atakuwa nyumbani Lake Tanganyika Stadium huko Kigoma. Wakati Pamba Jiji wao watakuwa nyumbani pia wakicheza na KMC kwenye uwanja wa Nyamagana Stadium huko Mwanza. Lakini Simba Sport Club yeye hatakuwa mwenyeji wa Kagera Sugar kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Na Namungo naye pia hatakuwa mwenyeji wa Ken Gold uwanja wa Majaliwa Stadium huko Lindi. Lakini Singida Black Stars wao watakuwa wenyeji pia wa Tanzania Prisons kwenye uwanja wa CCM Liti Stadium hapo Singida. Lakini Dar es Salaam Young Africans nao pia watakuwa wenyeji wa Dodoma Jiji. Mechi hii itapigwa visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa Amani au New Aman. Lakini Coastal Union wao watakuwa pia wenyeji wa Tabora United kwenye uwanja wao wa Mkwakwani hapo jijini Tanga. Lakini Fountain Gate wao pia watakuwa wenyeji wa Azam Football Club kwenye uwanja wa Tanzanite Kwara huko Manyara. So hizo ni mechi 8 ambazo zitapigwa kwenye viwanja tofauti tofauti, ambapo timu zote 16 zitakuwa uwanjani na zitachezwa kwa muda mmoja kuanzia majira ya saa 10 ndipo hizo mechi zitachezwa. Lakini ukiangalia mpaka sasa kwa hapo ambapo ligi imefikia, unaweza ukaangalia msimamo wa ligi jinsi ambavyo umekaa, ambapo Yanga bado anaendelea kushikilia bomba akiwa juu kabisa kule anashikilia nambari 1. Lakini mpinzani wake mkubwa Simba Sport Club nafasi ya pili anashikilia Simba ambapo 6 wakati pointi 75. Hawa watu bwana wanapishana pointi. Lakini Azam nafasi ya 3 ambapo yeye anashikilia nafasi hiyo ya 3, wakati nafasi ya 4 yupo nafasi ya 4 nafasi ya 4 ikiwa inashikiliwa na Singida Black Stars, lakini nafasi ya 5 ikiwa inashikiliwa na Tabora United. Hawa walina asali wa huko Tabora. Lakini pia ukiangalia nafasi za chini kule ukitoka nafasi ya mwisho inashikiliwa na Ken Gold. Ken Gold ishashuka daraja tayari, lakini ukitoka kwa Ken Gold hata juu yake ni Kagera Sugar pia daraja moja kwa moja baada na Tanzania Prisons. Lakini pia hapa juu yake kuna Fountain Gate ambao pia hawa wanagombania kucheza playoff. So huo ni msimamo wa ligi jinsi ambavyo umekaa. So umekaa ni kisolo kabisa Unaweza kuangalia hapa kinachogombaniwa sasa hivi, kilichobaki asilimia kubwa ni bingwa. Bingwa yeye ndo anasubiriwa kwa sababu mpaka sasa hivi hajajulikana ni nani ambaye ni bingwa mpaka sasa hivi. Lakini ukiangalia walioshuka daraja wanajulikana na ambao wanaenda kucheza playoff wanajulikana. Hakuna kitakachobadilika hapo, lakini kinachosubiriwa kwa sasa hivi ni nani tu ambaye ataenda kuchukua ubingwa, ndo ambaye anasubiriwa. Ukiangalia jinsi ya walivyokaa, Yanga na pointi 76 na Simba na pointi 75, lakini mechi wote wana mechi 28.
wakati magoli Yanga goal difference Yanga ana goli 66 mpaka sasa hivi goal difference, wakati Simba goal difference ni 56. Ukichukua magoli ya kufunga na kufungwa, so unapiga mahesabu hapo, unakuja kuona Yanga anamzidi Simba magoli, lakini pia mpaka point, wakati Azam yeye ana point 60, so hawezi kuathiri pale juu kwenye wanaogombania ubingwa. Lakini pia Singida Black Stars yeye naye amejitengea kieneo chake, nafasi ya 4 na pointi 56 ambazo haziwezi kufikiwa na huyu Tabora United ambaye anashika nafasi ya 5 mwenye pointi 37. Lakini Tabora naye kuna JKT Tanzania ambaye JKT Tanzania leo yeye atacheza. Sasa hapa uliujue kabisa kwamba hapa inaweza ikawa ni kazi kweli kweli. JKT Tanzania yeye anacheza na Mashujaa leo. Kama JKT Tanzania mechi ya leo atashinda, mechi ya leo akishinda JKT Tanzania, kwa hiyo anamshusha Tabora pale juu. Na kama Tabora yeye atafungwa leo, kwa maana yake atamshusha Tabora pale juu, yeye atakaa nafasi ya ngapi? Nafasi ya 5, kwa sababu JKT Tanzania na pointi 35 wakati Tabora United na pointi 37. So JKT Tanzania akishinda atakuwa na pointi 38, na Tabora akifungwa atakuwa na zile za kwake, so atashushwa pale juu. So huo ndo utakuwa umeathiri kidogo msimamo, lakini hakuna kitakachobadilika kwa sababu hawa wote watabakia kwenye ligi. Lakini huku chini Ken Gold na pointi zake 16 ashateremka daraja, Kagera Sugar na pointi zake 23 ashashuka daraja, lakini anayefuata juu yao ni Fountain Gate ana pointi 29, huyu naye yupo kwenye playoff, wakati Tanzania Prisons yeye ana pointi 30, pointi 30 naye yupo mstari wa playoff. So hapa Tanzania Prisons kama atashinda leo, akishinda leo mbele ya Singida Black Stars, maana yake atakuwa na pointi 33, na kama Namungo leo atafungwa au atatoa draw, kwa maana yake Namungo atashuka hapa chini kuja kucheza playoff. So msimamo ndo umekaa kwa staili hiyo. Ni msimamo ambao ukiuangalia tu umekaa kisoro sana sana sana. Lakini pia ukiangalia mpaka sasa hivi kwa wafungaji, mpaka sasa hivi anaongoza Jean Charles Ahoua ambaye ana magoli 16, akifuatiwa na Clement Mzize ambaye yeye ana magoli 13, wakati Prince Dube yeye ana magoli 13 pia. Lionel Ateba pia ana magoli 13, Steven Mkwala ana magoli 12, Jonathan Soa ana magoli 12, Gibri Sila ana magoli 11, wakati Pacome Zizuzuzwa ana magoli 11, Elvis Rupia ana magoli 10. Hao ni top 10 wale top scorers. So Jean Charles Ahoua anaendelea kuongoza pale na leo ana mechi, so sijui itakuwaje, lakini huo ndo uhalisia. Na kwenye most assists Faisal naye amejitengenezea ki nafasi chake pale juu akiwa na assist 13, lakini Max Nzingeli ana assist 9, wakati Pacome Zizwa ana assist 9, Jean Charles Ahoua ana assist 9 pia, Prince Dube ana assist 8, wakati Josephat Bada naye ana assist Josephat Arthur ana assist 8 na Kiazizi ana assist 9. So tuone ni nini leo kitenda kutokea, wote tutajua majira ya saa 10 ikifika.